ambayo imezaa marehemu, jamaa ya mahali ambapo ameolewa kwake, kunyumba, majirani na marafiki, wajomba, yote tunasema mkaribie na Mungu awabariki. Amen. Amen. Tunakaribisha kanisa la Ahadi za Mungu, Cinquième Cercle Ahadi za Mungu, ambayo imepoteza huyu mama ambaye ilikuwa mfuasi wetu. Kwa wakati tulitarajia kumbatiza sasa, lakini basi Mungu amemchukua mbele ya mipango tuliyokuwa nayo. Ndio maana kanisa liko hapa tangu juzi mpaka leo. Tulitarajia kufanya maziko ya heshima, lakini sasa muda umeenda. Lakini basi kanisa loji malelo longe twaonda duse elechimania ubanda na inetu watushika, au tuseme kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu tunachanganyika. Ndio. Marehemu aliitwa kwa majina la Pascaline Mapendo Bwani. Yeye ni binti wa Jamari pamoja na Nsimire wa kabila la Bashi. Aliweza kuzaliwa tarehe 6 za mwezi wa pili mwaka wa 2002. Marehemu aliolewa na mumewe ambaye anaitwa kwa jina la Asokolo Ekoka wa jamaa la Bashimwenda Bashimbuka. Marehemu aliweza kutuzalia watoto watatu, wakiwemo wanaume wawili na msichana mmoja. Magonjwa. Marehemu hakukuwa na magonjwa yoyote, ila alipata mshtuko wa moyo au pressure. Ile magonjwa ikampelekea kwenye hospitali na alikuwa mjamzito, wakamfanyia upasuaji, wakamtoa mtoto na mama mtoto aliendelea kuwa katika hali ya udhaifu hadi akatuacha. Marehemu ametuacha tarehe 5 za mwezi wa Aprili mwaka wa 2026. Marehemu ameishi hapa duniani miaka 24. Kwa niaba ya jamaa tunakwenda kuwashukuru ndugu na dada wote ambao wamekuwa wavumilivu, wamefanya subira kubwa kwa kuweza kuvumiliana nasi katika matatizo ambayo tumekuwa nayo. Tunawashukuru wote wa ndugu na wadada. Tunashukuru kanisa la Bwana. Tunashukuru wapenzi wetu wote, vrema atujue nini tuweze kufanya, na hatuna kitu cha kuwalipa ila Mungu atawalipa. Kwa matatizo yote tulionayo, tumebaki na mtoto ambaye angali mchanga sana. Tutakwenda kuhitaji maombi ya watu wa Mungu kwa ajili ya malezi ya mtoto. Mungu aweze kuwabariki. Kanisa, majina ya marehemu mama Pascaline mmesikia lakini amezaliwa. Sisi tumempokea kwa kanisa letu la Ahadi za Mungu tangu mwezi wa 8 2024. Bwana Yesu asifiwe. Tangu mwezi wa 8 mwaka 2024 tumempokea kwa kanisa letu la Ahadi za Mungu Cinquième Cercle. Hivi tulitarajia abatizwe sasa hapa kwa Pasaka, lakini basi Mungu amemchukua mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile wapendwa, tulikaa naye kwa kanisa na watoto wote, na tulipata mshtuko tu ya kwamba mama amehamishwa, na amehamishwa kufuatana na shida ambayo mnasikia ya mimba. Na hii tuprofite kuwaambia wamama wajawazito, mujitahidi kufanya vipimo vya mimba mbele ya wakati. Mwanamke anapaswa kufanya vipimo ya mimba mu vipindi vitatu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile wapendwa, tulipenda tuwaambie ile, lakini pia tutasikia mkuu wa kijiji anaweza kusema kidogo. Karibu. Amen. Hivi tunatambea hapa. Neno la kwanza ni napatia familia pole sana. Dada alikuwa ni kama matongo. Alikuwa na problem na Mungu. Kwa niaba mwingine Mungu amlaze mahali pema. Lakini napenda kusema ya kwamba haiko tu tunapata milio, ile soko ile ndio inakuwa soko ya makuni.
kubabiana. Tukishapata kilio, ile soko ile ndio inakuwa ya makuni kulilio. Mwenye atawahi kukamatika pale, pole kwake. Hivi nahesabia ni safari ya 3. Kilio mnakimbilia msoko kutoa ile maluchaka. Tukipata kilio mnaenda kutoa ile maluchaka. Safari ya 3. Ya 4 mwenye atawahi kukamatika pa kwangu ni fimbo kwenda mbele. Asante. Asante. Leo na mweni wechi longo. Kwa wale ambao wanijui naitwa kwa jina la Asende Yati Kuboka Gabe. Mimi ndo chef de quartier wa Kalinga Nord. Acha niseme hivi, niwaonyeshe mipaka ya Kalinga Nord kwa sababu bamingi hawaiwaki hayo. Sawa? Kalinga Nord inaanza kilalo Mkemake, inaishia hapa Victoria. Yaani hapa kwenye tuko Mkalinga Nord, na ndio maana niko hapa. Ile napenda niwaonyeshe ile mwelewa, paske bamingi wanakuwa na maconfusion. Leo miwechi longo. Ya pili napenda niwaeleweshe fulani kufatana na ile mabombe yenye ilikuwa nalialia mchana. Ile ilikuwa mabombe ya kupima mabunduki ya serikali. Maire de la ville alipigia simu niambie watu yangu basikuwe na papara, baelewe kama FARDC ilikuwa napima mabunduki za gavana. Kwa hiyo mjisikie amani, hakuna problem. Na mwambie wengine vile wenye abayuni na muda wanaanza kimbia, hakuna kitu. Herundi wetie. Na ya kumalizia ni kusema kama sisi kama serikali tunganwe. Sisi kama serikali tulifika hapa kwa kutatua hii mzozo ambayo ilikuwa hapa entre famille mbili, na tukaimaliza, wakasikilizana mzuri, Mungu akasaidia, tukaimaliza ile. Tunashukuru Mungu kwa sababu alitusaidia na walimaliza kwa amani bila problemu, na hakuna kitu. Msipeleke ngine wa komantere yenye kusemekana. Familia mbili ziliongea mzuri, zikapatana, zikaelewana mbele ya macho ya serikali na vikaisha. Na huyu mama aliacha batoto. Musilete ile banaita machongi makomantere zenye zikuwaki entre haba batoto na bayomba yake, au entre huyu baba mwenye aliachiwa na mke wake na babukwe yake. Musilete ile machongi, hakuna probleme. Antuka balimaliza muro baridi. Na ya kumalizia ni kusema hivi, tulikuwa tunachunga hii mafujo iishe juu tuingie mu programe zetu za kusafisha mungini, banasemaka saa longo. Kwa hiyo muda si mrefu mutasikia tunapeleka Tangila ile wanasemaka mkono, ba chef d'avenue batakuwa wanapeleka mkono. Bientôt masaa longo zitaanza kutusafisha mungini yetu, na Mungu awabariki. Asante. Amen.